uongozi bora. Sasa katika ardhi huko ndio maviwanda, uboreshaji na kadhalika. Siasa safi ndio hiyo, jukumu letu wa Tanzania wote kufanya siasa safi. Tukishashiriki uchaguzi, tukishafanya uchaguzi, tunarudi kuleta maendeleo yetu. Hata kama uko kwenye chama cha upinzani, lakini mwisho wa siku unatanguliza nchi yako na rais wako na maslahi ya nchi yako, ndio tunaweza kwenda mbele. Uongozi safi ni sisi wote kwa pamoja, Mheshimiwa Mwenyekiti, kushughulika na ilani ya uchaguzi, kusikiliza kiongozi wetu kwenda mbele. Kuacha fitina za siasa za kufanya siasa miaka mitano kwa chuki kwa sababu ukumpenda naibu spika, ameshinda naibu spika katika jimbo fulani, basi unaleta chuki kila siku, unaandama wabunge, unafanya kadhalika na kadhalika, jambo ambalo hatuwezi kuliendelea. Mheshimiwa Spika, naibu spika, ili tuendelee tunahitaji kuwa na bunge imara la kuisimamia serikali na kuishauri serikali. Nimejaribu kuona mifano katika baadhi ya nchi. Leo sisi hapa kuna baadhi ya wabunge hata kwenye majimbo yao wanaungaunga ofisi. Baadhi ya ofisi za wabunge hazieleweki. Hakuna muendelezo. Ukikuta kwenye jimbo lako kulikuwa na mbunge wa upinzani, anaondoka mpaka na mapazia, anasema alinunua yeye. Napendekeza katika bajeti viongozi, mazali kuna muhimili wa mahakama huko pale, una ofisi na unaendeshwa vizuri. Bunge iwe na katika jimbo kuna ofisi ya mbunge inayojielewa, inayojitegemea, inayorithisha mafaili. Profesa Kitila Mkumbo anataka kukaa ubungo pale labda vipindi ya miaka 40. Akiondoka kuna research, kuna tafiti alizifanya, yakabidhiwa mafaili kwa mbunge atakayekuja. Unapewa kwa ofisi hata akaeleweki. Hatuwezi kwenda namna hii, na itatokea wananchi wanashindwa hata kuja katika ofisi za wabunge kutoa malalamiko yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, kujenga vyumba viwili vya ofisi ya mbunge, kumweka mwajiriwa permanent ambaye mbunge atakayekuja wa chama chochote atakutana naye analinda ofisi, inatugharimu kiasi gani? Kutafuta gari moja la double cabin likawa katika ofisi ya mbunge pale, ambayo sio mali yake mbunge kama haya mliotukopesha, inachukua kiasi gani? Lakini tunasema uongozi bora na siasa safi ni jukumu letu sote. Umesema waziri wa uwekezaji na waziri wa fedha mkunga mkono kwamba hatuwezi kuendelea endapo ugatuzi wa madaraka katika halmashauri zetu hatutasimamia vizuri. Hatutatumia wataalamu wa halmashauri zetu vizuri katika kujiletea maendeleo na umoja na pamoja. Kwamba siasa tumeshamaliza, tuende kwenye uwekezaji na maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nataka kuelezea hapa kwamba siasa tusipoiangalia katika nchi yetu itatuzidi kutugharimu na itatugharimu sana. Kwa sababu imetokea ameenda kwenye uchaguzi, labda viongozi wa serikali wameingia katika siasa, waliyemtaka na kumnadi hakuja, amekuja mtu mwingine. Baada ya uchaguzi, mnamaliza uchaguzi, mnafanya kazi. Tukiendelea kupigana shoti hizi kila siku, hatutafika malengo tunayotaka. Na mimi nataka kusisitiza hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwamba mimi kama mbunge Kilombero pale hapako sawa. Sasa hivi kuna vijana wameandaliwa wanatukana mbunge kila sehemu. Wanasema wao na connection na ofisi sio ya rais sio ya nani. Wanatukana kila sehemu. Kwa sababu gani? Mbunge anasimamia haki, anasimamia utaratibu. Kama umenipiga vita wakati wa kura ya maoni, nimeshinda, fanya kazi na mimi. Hivi Mheshimiwa Mwenyekiti, hata kama vijana wanajenga banda la barabara sehemu ya hifadhi, mbunge anashirikiana nao, unampelekea polisi, hujampigia simu mbunge kumwambia bwana mbunge hapa kwenye hifadhi, unamdhalilisha. Kesho yake unakuja unaongea maneno. Hayo maendeleo na dira hiyo 2050 tutaifikiaje kama wabunge hawaheshimiwi? Wabunge wanaonekana kwa wananchi wao wanadhalilishwa. Haya, mbunge ana kodi ya excavator mfano, anaenda kupeleka shida kwa wananchi, kutatua kwa wananchi. Wewe kiongozi wa serikali katika wilaya unaisimamisha excavator, unapeleka kwenye ofisi yako kwenye mkandarasi. Haya, huyu mbunge mkorofi kuliko wote. Mbona mbunge wa Mtwara alilalamikia haya? Mbona wewe kiongozi wa serikali uelewane na mwenyekiti wa halmashauri? Mbona wewe kiongozi wa serikali uelewane na mkurugenzi kila saa kumsema na kumfanyaje? Uelewane na DASO na kupatanisha mwaka mmoja uliopita. Kwa hiyo nataka kusisitiza, Mheshimiwa Mwenyekiti, nikimalizia, mipango hii mizuri ya serikali haiwezi kuendelea kama hatuna umoja kule tunashughulikiana, kwa sababu kuna mtu ana mamlaka akakutaka kwenye uchaguzi anazidi kukushughulikia. Matokeo yake ndio aibu kama yale pale, mteuli wa rais amelewa pombe kwenye mkesha wa Mwenge, ametoa silaha. Hatutafika dira ya 2050, lazima tutetee nchi yetu. Asante sana. Asante. Mtaa mzima unajua maisha ni mwendo wa chapchap. Mtaa mzima unajua maisha ni mwendo wa chapchap. Lakini leo kuna sehemu matumaini yanakutana na suluhisho. Kwa nini unahangaika? Njoo wezesha Mzawa Microfinance. Punguza stress, ongeza maendeleo.